Wakili Boniface Mwabukusi ameamua kuwatolea uvivu vijana, hasa wale wanaojitanabaisha kama vijana kutokea vyama vya mageuzi. Kupitia ukurasa wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, Wakili Boniface Mwabukusi ameshusha hoja 5 ambazo kwa namna moja ama nyingine yeye anaona ni maeneo ambayo vijana wengi wanatakiwa kuyafanyia kazi maeneo hayo, hasa vijana wa mageuzi kutoka vyama vya upinzani. Tukisema vyama vya mageuzi mara zote inaeleweka ni vyama gani. Wakili Boniface Mwabukusi ameandika ujumbe wake ambao unasomeka hivi: mtu ni utu, chuki haijengi. Kisha kaendelea kwa kusema kuna changamoto kubwa ya mtazamo miongoni mwa vijana wengi, hususan wale wanaojitanabaisha na vyama vya mageuzi. Kwa kiasi kikubwa chuki imekuwa sehemu ya tatizo linalogeuka kuwa kidonda ndugu katika siasa za vyama vya mageuzi. Chuki hii, licha ya kuchochewa na makundi ya kisiasa wakati wa michakato ya ndani ya vyama zaidi, pia inatokana na mambo kadhaa ikiwemo: 1. Vijana wengi wa upinzani kuwa na malengo ya muda mfupi, mfano ubunge au diwani, na wanahisi kuwa mfumo wa kisiasa, kiuchumi na kijamii hauwapi nafasi ya kushiriki au kufaidika. Hivyo wanajikuta wakielekeza hasira zao kwa wale wanaonekana kuwa na nafasi au mamlaka fulani ambazo wangependa kuzitumia kwa namna ambavyo ingewapendeza wao. Namba 2, badala ya kuchukua hatua binafsi na kushiriki katika kutengeneza mabadiliko kwa wale wanaojitokeza kufanya kazi za mabadiliko kwa muktadha wa taasisi wanazoongoza au ideolojia zao. Nataka niirudie hii namba 2. Namba 2 anasema hivi: badala ya kuchukua hatua binafsi na kushiriki katika kutengeneza mabadiliko, wanabaki wakilaumu na kueneza chuki kwa wale wanaojitokeza kufanya kazi za mabadiliko kwa muktadha wa taasisi wanazoongoza au ideolojia zao. 3, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hasa kwa magenge yaliyojipa hozi na umiliki wa fikra, yameongeza uhasama na mgawanyiko, ambapo watu wengi wanashawishika kwa propaganda potofu zinazoeneza chuki badala ya fikra zenye kujenga na kusukuma maendeleo. 4, vijana wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu wajibu wao kama raia. Wanapenda kulalamika, lakini hawaelewi kuwa wao pia wana sehemu ya kushiriki na kubadili hali ya mambo. 5, wapo vijana wanaoamini kuwa wao ni wahanga wa kila kitu na kila mtu anapaswa kuwapigania badala ya wao wenyewe kusimama na kubeba majukumu yao. Lazima watu wote timamu tuchochee mwamko mpya wa fikra, ambapo vijana wataelewa kuwa hakuna mtu atakayewapigania kwa nguvu kama wao wenyewe. Lazima wajifunze kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa watazamaji wa matatizo au wahubiri wa chuki. Huo ni ujumbe wa Wakili Boniface Mwabukusi ambao ameuandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter. Pointi zake ni 5. Ameeleza kuhusiana na masuala ya chuki, lakini amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na kueneza chuki. Amezungumza na hilo neno amelirudia mara nyingi sana. Sasa ngoja nikusomee maoni ya baadhi ya watu ambao pia wameusoma ujumbe wa Wakili Boniface Mwabukusi. Nikianza na huyu anajiita Annette Stanley, amesema Mheshimiwa Rais. Hii ametumia neno rais kwa sababu Wakili Boniface Mwabukusi ni rais wa Tanganyika Law Society TLS. Anasema Mheshimiwa Rais, pamoja na hayo yote ni vyema ukakubali kwamba wewe kama mwanasheria tena kiongozi kukaa meza moja na criminal kama ametaja jina hapa, naona si vyema nikataja, ni tusi kwa mpigania haki yoyote. Hili huwezi kukwepa, ulichofanya was a total selfish blow. White Dizet anasema afadhali umeandika
tena kwa uchungu mno. Naongeza, huwezi kubadili mfumo au kupambana na kundi kubwa la utawala ambao lina everything kwa kueneza chuki. Hata maandiko yametuonya, piga kazi, wengi tunaelewa unachokifanya. Huyu anajiita Fort, yeye anasema leo Mwabukusi aliyekuwa anasema nchi imeparalaizi, mama anauza rasilimali za nchi, vijana wanateseka, leo hii anatugeuka vijana, anasema tubebe majukumu yetu, tuna chuki na yeye, tunawaza vyeo, tunyanyuke tujipiganie. Kweli lilikuwa ni swala la muda tu. Papa G anasema nadhani ungeshauri Samia Legal Aid ifanyike magerezani, ndiko kwenye waathirika wengi wa kukosa haki for years, na wanaitia serikali hasara ya kuwatunza. Bobu anasema morality ya viongozi ndio inaharibu vijana, wanajifunza kwa wakubwa wao wanaoishi kwa fursa. Kumekuwa na mazingira magumu sana ya kupambania haki na usawa. Vijana ni waathirika wa mifumo mibovu, hivyo hawapaswi kulaumiwa. Wakulaumiwa ni wakubwa waliopo. Kina Mwalimu walipambana. Kaka, nimekuelewa sana, ila naomba na wewe pia unielewe kwenye jambo moja. Samia Legal Aid ni scam. Haina umuhimu wowote kwenye nchi yenye mifumo ya haki inayofanya wajibu wake. Natamani wewe kama rais wa TLS upiganie utawala wa sheria zaidi kuliko kushiriki huu utapeli. Ninachosoma hapa ni maoni ya baadhi ya watu ambao wanatumia mtandao wa X, zamani Twitter. Kwa hiyo haya ni maoni yao, na hiki ndicho ambacho wamekiandika baada ya ujumbe wa wakili Boniface Mwabukusi. Kila mmoja ameandika la kwake hapa, lakini wengine wanaweka picha ya mtu ambaye analambishwa hasari, kwa maana kwamba kwa tafsiri ya haraka kwamba wakili Boniface Mwabukusi pengine amelambishwa hasari. Yona Nkomo anasema ulichokuwa unakihubiri sicho unachokiishi. Waafrika wengi wanakuwa na akili wakiwa hawana mamlaka. Huyu anajiita Big Boy anasema nakubaliana na wewe kwenye mambo kadhaa, hasa la vijana kujiona wahanga kuliko wengine na kuamini wengine wanapaswa kuwapigania kuliko wao wenyewe, ila tukubaliane ya kwamba serikali huwa kawaida. Amezungumza mambo mazito ambayo pengine akiambiwa alete ushahidi itakuwa ni ngumu kwake, na ndio maana nimesita hapo, nimeshindwa kuendelea kusoma hiki ambacho kimeandikwa. Kwa kifupi, huo ndio ujumbe wa wakili Boniface Mwabukusi ambao ameuandika siku ya leo, lakini aliusindikiza na picha inayoonyesha mandhari nzuri kabisa, kijani kibichi.